Nimtaja Mheshimiwa Mrisho Gambo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niendelee kushukuru tena kupata nafasi ya kuweza kuchangia kwenye bunge lako tukufu, na nitajielekeza kwenye hoja kama tatu tu, kwa sababu kuna mambo ya utumishi, lakini pia kuna mambo ya utawala bora ambayo najua TAKUKURU wamo humo ndani na masuala mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka yangu yote inayokaribia mitano katika bunge hili, nimekuwa najenga hoja kuhusiana na ujenzi wa stendi la jiji la Arusha. Sasa watu watashangaa naongelea stendi kwenye utumishi hapa, kwa sababu kuna utawala bora wako TAKUKURU ambao nadhani wana kazi ya kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya kazi kubwa sana. Katafutia mradi unaitwa mradi wa TACTIC, mradi ambao unakwenda kuweka historia kwa kujenga stendi ya kisasa kwenye jiji la Arusha. Lakini mchakato wa kumpata mzabuni unavyokwenda unatia mashaka, na ndio maana hapa nataka niwaombe TAKUKURU waongeze sikio na jicho. Ilitangazwa tenda kwa ajili ya kumpata mkandarasi tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Mkandarasi akapatikana kwa bilioni 23,591,762 na 64. Baada ya kupatikana huyu mkandarasi, mkurugenzi wa jiji akatoa barua letter of acceptance kwa mkandarasi tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2024. Mkandarasi huyo alikuwa anaitwa MS China Jiangxi Corporation for International Economic and Technical Cooperation. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi akapokea maelekezo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ya kutaka asipatiwe kazi mkandarasi aliyeshinda kwa bilioni 23, badala yake apatiwe kazi mkandarasi aliyebidi kwa bilioni 31 na milioni 36,152. Baada ya maelekezo hayo, ambayo tofauti yake sasa ya aliyeshinda kama lowest bidder na huyu wa pili anatakiwa kupewa ni bilioni 7.4, ambayo ingeokolewa, ingesaidia barabara, ingesaidia vivuko na vitu vingine, na tungekuwa tumeongeza heshima kwenye jitihada za Mheshimiwa Rais kwenye kutafuta fedha. Baada ya hapo, michakato ikaendelea, ikaonekana kuna ugumu. Mkurugenzi wa jiji la Arusha ambaye alipokea maelekezo aliyosema kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI tarehe 12 Septemba 2024, ilivyofika tarehe 3 mwezi wa 2 2025, akaikansel tenda hiyo. Baada ya kuona kwamba aliyeshinda bidi ni ndogo, ukapewa maelekezo, mambo yakatoka katikati hapo, mchakato ukafutwa. Mchakato ulivyofutwa, ikatangazwa tena tenda. Na moja ya kigezo alisema mkandarasi awasilishe ushahidi kwamba amefanya miradi isiyopungua dola milioni 46, na aliwasilisha miradi sio chini ya dola 1,147,047. Baada ya hapo tenda ikatangazwa tena, wakati tayari mkandarasi alishapewa mpaka na notice ya kuwa awarded kwamba ameshinda hiyo contract. Baadaye ikatangazwa tena tenda, akapatikana mkandarasi mwingine, mmoja akashinda kwa bilioni 30, mwingine bilioni 31. Anataka apewe aliyeshinda kwa bilioni 31, sio bilioni 30. Kwa hapa kuna jambo la kufanya kwa wenzetu wa TAKUKURU kupitia ofisi ya Rais Utumishi, ili tukaokoe hizi fedha ambazo Daktari Samia anazitafuta kwa jasho na damu dunia nzima ili kuwasaidia wananchi wa jimbo la Arusha. Na ukizingatia maelezo yangu, mimi si mtuhumu mtu hapa. Mimi naeleza scenario na natoa nafasi kwa taasisi zinazohusika zikafuatilie, ili ukweli ukijulikana hatua zichukuliwe. Ikiwa vinginevyo tutakubaliana pia na matokeo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na hao waliopo sasa hivi, mmoja ameshaambia kule PPRA, ambao kwa maoni yangu mimi wote hawa, mmoja 30, mmoja 31, bado wanazidisha gharama zile zile. Kama ikichunguzwa na ikathibitika, tutafute namna yoyote, ikiwezekana akipatikana aliyebidi chini, tutaweza kuokoa gharama kubwa zaidi
wananchi watapata stendi yao kama rais alivyokuwa anaifanyia kazi, pamoja na masuala mengine. Kwa hiyo nilisema hilo jambo niliseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ni jambo ambalo mimi naona lina maslahi mapana katika jimbo letu la Arusha mjini, na ni stendi ambayo kama isingekuwa haya mambo haya niliyoyasema hapa, pengine siku nyingi tungeshapata mkandarasi na kazi pengine ingeweza kuendelea.